pengine sio mara yako ya kwanza kushiriki katika vikundi vya maombi, pengine sio mara yako ya kwanza katika wiki hili, siku ya leo kushiriki katika maombi. Pengine umeomba asubuhi pamoja na familia, pengine umeomba jioni ukimwombea mtu fulani. Kwa hiyo tumekuwa na uzoefu mkubwa mmoja wetu. Pengine hata ulipokuwa mdogo na uzoefu pekee ulikuwa unaomba, lakini kila mmoja wetu anahitaji transformative kind of prayers, maombi yanayobadilisha, maombi ambayo utasema nilivyokuwa naomba sio kama nilikuwa naomba jana, nilivyoomba leo ama nilivyo sasa si kama nilivyokuwa mwaka jana. Uzoefu wako unakuwa zaidi. Bila shaka ni kila mmoja wetu anatamani uzoefu wa kuona maendeleo, ama anasonga mbele, harudi nyuma. Anatamani kama alikuwa ni mwanafunzi aone kwa sababu ya maombi kwa kweli anatoa ushuhuda. Bila shaka ninatamani kuwa hivi. Kwa hiyo kuona kwamba ni kila mmoja wetu kubadilika ama kuwa na aina ya maombi ambayo inabadilisha. Basi kwa neema ya Mungu ikiwa kuandaa somo zuri ambalo litatupatia siri na tufanye nini ili kwamba maombi yetu yabadilishe maisha yetu. Ellen White anaandika kwamba maombi ya kweli yanaathiri maisha. The true prayers changes lives, affects life. Ikiwa maombi yako yaomba hayajabadilisha maisha yako, haya sio maombi ya kweli. Ikiwa kadri unavyozidi kuomba ndivyo ambavyo unajisikia kuendelea kuomba, unachoka, lakini zinakuwa ngumu, unaona muda huu na huu, ujue kwamba maombi unayoshiriki ama maombi unayowasilisha kwa Mungu basi si maombi ya kweli, hayajatoka katika moyo wa kweli, ambao baada ya kuwasilisha ombi huona kwamba moyo umepata amani na mzigo umeweza kutuliwa miguuni pa Yesu. Kwa hivyo bila shaka unahitaji maombi yanayobadilisha. Bila shaka unatamani kujua ni nini siri katika maombi yanayobadilisha. Neno la Mungu katika kitabu cha Luka 1:37 nikisoma kwa Kiingereza nasema, for with God nothing will be impossible. Nothing will be impossible. Kwa Mungu hakuna jambo ambalo litashindikana, kwa sababu ipo katika wakati ujao, na nitawaambia niliambiwa maneno. Na kabla tujafika mbali, niwaalike kila mmoja wetu mahali ulipo kwa utulivu, tufumbe macho kwa ajili ya ombi. Tunakushukuru Baba yetu wa mbinguni, umekuwa pamoja nasi na umetutunza, umetupatia fursa ya kushiriki. Tunashukuru lako. Tunatamani tena those showers of blessing, ile mvua ya baraka iweze kumwagika tena kama ilivyo ahadi yako kwa wana wako wawili ama watatu wanaoungana pamoja kwa ajili ya kuitafuta jina lako. Tubariki kila mmoja wetu na utuongoze kwa jina la Yesu tumeomba, amen. Ilikuwa ni siku moja, malaika alimtokea Mariam. Malaika akamwambia Mariam, tazama, utachukua mimba na utazaa mwana, na huyo mwana atawatawala mataifa, na huyo mwana atakuwa ni mkuu kabisa katika nchi, atakuwa ni mkuu, mtu mkubwa. Na sisi tunafahamu kiumbe ambacho kitazaliwa katika tumbo la Mariam sio cha kawaida. Mariam akaogopa. Response Mariam ilikuwa ni fear, akaogopa. Baada ya kuogopa, malaika akamtia moyo, akamtia nguvu, akamwambia Mariam, unajua nini? Nyumba nyingine Elizabeth amepata mwana. Nyumba nyingine Elizabeth, naye ahadi ya kupata mtoto inakamilika. Wakati huo, wakati Mariam anaporuhusu fear kuwa katika moyo wake, Elizabeth aliruhusu faith kuwa katika moyo wake. Kwa hiyo Elizabeth alichagua kuamini badala ya kuogopa na kuwa na wasiwasi. Kwa hivyo malaika alipokuwa akizungumza na Mariam, na baada ya kumwambia kwamba sikiliza, sasa now indeed Elizabeth, your relative, ndugu yako Elizabeth, yeye pia amepata mwana na si katika akiwa kijana kama wewe, yeye amepata mwana katika umri wake wa uzee. Huu ni mwezi wa 6, lakini kwa yeye ambaye alikuwa ameitwa tasa kwa awali, sikiliza Mariam, ya kwamba kwa Mungu hakuna jambo litakaloshindikana. Rafiki mpendwa, dada, kaka, sisters and brothers,
For God there is nothing that will be impossible. Kwa Mungu hakuna jambo ambalo litashindikana. Haijalishi uko katika hali gani, hakuna jambo litakaloshindikana. Hiyo ndio ilikuwa kauli ya malaika kwa Mariam. For with God nothing will be impossible. Kwa Mungu hakuna jambo litakaloshindikana. Unajua nini? Mstari wa 38 unasema kwamba sasa Mariam akasema kwamba tazama mtumwa wako, mtumwa wa Bwana wako, na iwe kama lilivyo neno lako. Na malaika wa Bwana akamuondoka. Kwa hiyo baadaye ya makaamini na akasema kwa kweli na iwe sawasawa na neno lako. Unajua neno la Mungu lina nguvu sana. Neno la Mungu lina nguvu sana. Tunaweza tukaliamini kwa neno tu ambalo Mungu amelitaja kwa ajili ya mafanikio ya maisha yetu, kwa ajili ya mabadiliko katika mioyo yetu, kwa ajili ya kuacha tabia zile mbaya. Tunaweza tukaliamini neno lake. Maana hivyo Mungu anasema kwamba katika kitabu cha Yohana wa kwanza 2:1 anasema ya kwamba watoto wangu wadogo nimewaandikia haya msitende dhambi, na kama mkitenda dhambi mnaye mwombezi kwa baba yenu ambaye ni Yesu Kristo, ambaye anatuombea. Tunaweza tukaamini kwamba Yesu yupo anatuombea. Kwa hiyo katika jioni hii ya leo sasa ninatamani tuangalie ni nini ambacho kinabadilisha katika maombi. Ni siri zipi ambazo zimejificha ambazo zinabadilisha maombi? Na kuna operation 3 za muhimu ambazo tunapaswa kuzifanya katika mioyo ya maombi yetu, katika kiini cha maombi yetu, katika uzoefu wa maombi yetu. Katika ratiba zako za maombi unapaswa kuondoa vitu vitatu, na operation 3 unapaswa kufanya. Naamini kabisa unanipata na kwamba tuko pamoja. Nitakuwa nikishare nanyi screen kwa wakati huku tukijifunza mambo matatu ama aina 3 za operation replacement ambazo tunapaswa kuzifanya ili kwamba maombi yetu yaweze kuwa yanabadilisha, transformative kind of prayers, aina ya maombi inayobadilisha. Aina ya maombi kubadilisha ni aina ya maombi, ni maombi ambayo hayana uoga. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ni maombi ambayo hayana unafiki ndani yake. Jambo la tatu, no guided by formalism, hayaongozwi na utaratibu. Yenyewe hayajabanwa katika mfumo, hayajabanwa na ratiba ya kila siku ya Jumatatu, Jumatano na Ijumaa. Maombi ambayo hayana formalism, maombi ambayo hayana hypocrisy, hamna unafiki ndani yake. Unaweza kusema oh dear Lord, look at my heart, down deep my heart, I am a sinner, mimi ni mdhambi, tazama. Unahuzunika, lakini huzuni si ya kweli, na baada ya ombi ratiba inaendelea kama kawaida. Hayo sio maombi yanayobadilisha. Maombi yanayobadilisha ni yale ambayo hayana unafiki ndani yake. Unasema iliyo kweli kabisa kutoka moyoni mwako. Ni kama kweli haujisikii toba, unamweleza Mungu, tafadhali nipe moyo wenye toba ya kwamba niweze kuungama. Kama unaoga, unamwambia kabisa, Bwana, I fear but give me strength. I choose faith rather than choosing to fear. Nachagua kuamini badala ya chagua kuogopa. Na naamini tuko pamoja, na kama tuko pamoja basi tuendelee kuwa pamoja. Transformative kind of prayers. Tumesema tunaangalia replacement operation. Kuna operation ambazo tunapaswa kuzifanya katika uzoefu wa maombi. Jambo la kwanza, replace fear with faith. Badilisha uoga kwa imani. Wakati imani tunasema, wakati uoga unasema what if, itakuwaje kama leo kwenye group wasipofika 10? Itakuwaje kama asipoleta ile pesa ambayo tunaitegemea? Itakuwaje kama Jumamosi tumemtegemea aje asije? Itakuwaje tumempanga ibada na asishiriki? Huo ni uoga, that is fear. Lakini faith says, lakini imani inasema even if, hata kama hatakuja, hata kama leo watakuwa wachache, hata kama mvua inanyesha, hata kama mzee, hata kama jana nilitenda dhambi, hata kama, that is faith saying even if. Lakini fear inasema what if, itakuwaje kama. Kwa hiyo
Operation ya kwanza ambayo tunapaswa kufanya katika kauli zetu zote, tunapaswa kureplace fear with faith. Tunapaswa kubadilisha kuondoa woga na kuleta imani. Bwana Yesu asifiwe. Naamini tuko pamoja. Pengine umekuwa na mashaka, umekuwa na woga. What if nikiamka saa nane usiku na nikashindwa kuwahi kazini, nikaamka kwa ajili ya maombi? No, you have to replace faith in place of fear. Unapaswa kuweka imani katika sehemu ambapo ulipaswa kuwa na mashaka na woga. Badala ya kusema kwamba itakuwaje kama Mungu atachelewa kunijibu, unapaswa kusema hata kama Mungu atachelewa kunijibu, bado imani yangu ni thabiti, namtegemea Muumbaji na mfalme wangu pia. Replace fear with faith. Weka imani pale ambapo umezoea kuweka woga. Na kwa kuzungumza hivi ni kwamba wengi wamekuwa wakiogopa na woga umekuwa ukisababisha project zisikamilike, vitu visitendeke. Ulipani kununua nyumba kwa sababu ya kuogopa bei, because of the fear of insufficient of money to buy the house, you postponed the project. Uliahirisha mkakati na mpango kwa sababu ya fear ya ugonjwa. Uliahirisha kwenda kwa ajili ya kuwa missionary mahali fulani. Kwa sababu ya kufukuzwa kazi, uliahirisha ya kufungua sabato jioni. Kwa sababu ya kuogopa mtazamo wa mabosi utakuwaje wakati wa siku ile mlipokuwa mkila chakula, ukaamua ule chakula ambacho ulikuwa umefanya matengenezo. You had reforms. Maybe you're a vegetarian but you are afraid of people. Unaogopa. Leo jioni ya leo, usiku wa leo, Bwana anatuita kufanya operation. Anatuita tuchague kuamini. Na kuchagua kuamini ni kuchagua kufungua baraka, ni kuchagua kusonga mbele. Na niwaambie tu kama sehemu ya ziada, fear is the biological response of the body to prevent it against danger, perceived danger. Yani mtazamo ulionao hatari ambayo itakuja, unatengeneza fear katika moyo wako, na baadaye reactions zinaanza kufanyika, damu inaanza kwenda speed, jasho linaanza kutoka, na baadaye fear inaweza kupelekea death, inaweza kukufa kwa ajili ya kuogopa hatari. So fear does nothing and the benefits us nothing. Tunapaswa kuchagua trust on God's promises, kuamini katika ahadi za Mungu. Ninaamini kabisa kwamba tupo pamoja. Na hebu tuone sasa operation nyingine. Tunapaswa kureplace nini kingine? Jambo la pili, replace hypocrisy with authenticity. Uondoe unafiki na uwe muwazi na mkweli mbele za Mungu. Ikiwa ni toba iletayo badiliko ama maombi yaletayo mabadiliko ni yale yanayotoka katika moyo wa kweli. Moyo unaomweleza Mungu shida za kweli, na moyo ambao kwa kweli unahuzunika. Ikiwa ni wakati wa toba, unasema Mungu wa mbinguni, tafadhali na kuomba unisamee uovu huu, na uovu wangu usionekane mbele zako. Roho Mtakatifu anitakase. Ikiwa ni ombi lako, basi napaswa kutoka ndani ya moyo wako. Na niwaambie tu ya kwamba wapendwa, maombi yetu mara nyingi sana yamekuwa ni ya kinafiki. Na kwa nini ya kinafiki? Ni kwa sababu tunaweka madoido, tunatengeneza ombi na ombi halijatoka moyoni. Ni man-made, manipulated prayers. Ni maombi ambayo tumeyatengeneza. Mungu anatuita usiku wa leo ili uzoefu wa maombi yetu wewe unabadilisha pale nyumbani. Ili uzoefu wetu wa maombi wewe unabadilisha pale chumbani ulipo. Ili maombi yetu yabadilishe mazingira, yabadilishe mioyo yetu, yatuandae kwa ajili ya majibu ya Mungu. Yanapaswa kuwa maombi yanayotoka katika moyo moja kwa moja, maombi ya ukweli. Ikiwa unaomba kwa ajili ya toba, basi moyo wako kwa kweli unaomba toba. Tafakari katika maombi yako unayoomba kila siku, unayoomba kwa ajili ya chakula. We say God bless the food, bless the prepared, lakini si kutoka moyoni. Just ni statement ambazo zimetengenezwa ama ni kauli ambazo zimetengenezwa ambazo tunazitumia mara kwa mara. Lakini leo unapoomba,
Tafadhali unganisha moyo wako na maombi yako. Connect your heart, your prayers. And if there is disconnection, pray that God please help me, saidie moyo wangu fungamanishwe na kilio changu na sala zangu mbele za. And that is the second secret of transformative prayer. Maombi yanayobadilisha ni yale ambayo yanayofungamanisha moyo na mdomo. The heart begins and the mouth then speaks. Na ndipo moyo unazungumza. Bwana Yesu asifiwe. Naamini tuko pamoja na tunaelekea mwisho. Ni wasiwe makini zaidi. Ikiwa kuna jambo kufanya, tulia tafadhali, endelea kusikiliza zaidi Mungu anapozungumza nasi, na kwa neema ya Mungu atusaidie kufanya mabadiliko katika uzoefu wa maombi yetu. Nitafurahi kusikia the next Wednesday kila mmoja anatoa ushuhuda. Kwa kweli maombi tunayoyafanya si kwa ajili ya kujenga kiroho tu pekee, lakini yamenibadilisha kwa namna ya ajabu na pekee. Na tukikumbuka kwamba prayers does nothing to change God's heart, but changes us. Prayers designed to change our hearts. Tunapomweleza Mungu haja zetu, si kwamba afahamu, anafahamu. Ni kwamba tunapomweleza Mungu haja zetu, tunatamani sasa mapenzi yake yawe yetu. Tunajileta katika sehemu ambayo tunapanga mstari kwa ajili ya kupokea baraka za Bwana. Number 3. Replace formalism with the heartfelt prayers. Fanya mabadiliko, fanya upasuaji katika uzoefu wako wa maombi. Badala ya kwamba uzoee tu kwamba ulijipanga ya kwamba nitakuwa naomba Jumatano, nitakuwa naomba Alhamisi, nitakuwa naomba saa 8. Ruhusu moyo wako muda wote katika situation yoyote kutoa maombi kwa Mungu wako wa Mungu. Na hatimaye kwa neema ya Mungu na kwa sababu ni ahadi yake, maombi yatabadilisha maisha yako. Si kwamba utakuwa unaomba Jumamosi pekee ukiwa kanisani. Si kwamba utakuwa unaomba tu Jumatatu tukikutana hapa. Si kwamba utakuwa unaomba tu Jumatano. Si kwamba utakuwa unaomba ukiwa na rafiki yako. Lakini si kwamba utakuwa unaomba ukiwa na mke wako. Lakini ni kwamba moyo wako wakati wote utakuwa ukizungumza na Mungu kama Enoko. Tunakumbuka vizuri Enoko alikuwa akizungumza na Mungu, akitembea anazungumza na Mungu na moyo wake ulikuwa unajawa nguvu. Refreshment of soul happens pale ambapo tunategemea kwamba maombi yanapaswa kutoka katika moyo ulioguswa kwa dakika yoyote ile, kwa saa yoyote ile. Na kwa dakika 2 kabla sijamalizia somo langu, kwa dakika 2 tafadhali mweleze Mungu, zungumza na Mungu. Wakati nikiendelea kuimba wimbo stanza moja kwa ajili ya tafakari, nitakapokuwa nikiimba, mahali ulipo tafadhali zungumza na Mungu ujumbe ambao umeupata na kile ambacho ni makusudio na matamanio yako. Muombe Mungu, mwambie Bwana, tafadhali ahadi yako ya baraka ambayo umeahidi kuwa nasi kila wakati tunapokuja katika kuchota maji katika kisima chako, tafadhali zianguke kwangu. All those blessings be mine. Hizo baraka ziwe zangu. Dakika 2 katika saa hii nzuri ya maombi, kwa nikiimba wimbo, tafadhali fanya maamuzi hapo ulipo, azungumza na mweleze Mungu juu ya uzoefu wako wa maombi. Mwambie Bwana, unahitaji mabadiliko, unahitaji kufanya mabadiliko. Nitakuwa nikiimba heri ya sala tunapojidhiri kwamba tukija kwake Yesu rafiki, tukiwa na imani kwamba yu mlinzi, waliochoka sana watapata raha. Sara iliyo
sana watapata raha. Hiyo ni ahadi ya Mungu. Ikiwa umechoka na mzigo fulani na jambo fulani ambalo linakusumbua, utapata raha utakapomwendea Bwana katika saa ya maombi. Utapata burudiko kwa sababu ya imani inayoshikilia ahadi za Mungu. Kuna wimbo unasema, it is so sweet to trust in Jesus, taking him at his word. Kumwamini tu kwa maneno yake, it is so sweet. Ni furaha ni vizuri na ni tamu kumwamini Yesu, kuamini neno lake. Kwa nini tunapaswa kuamini neno lake? Kwa sababu neno la Mungu lina nguvu inayobadilisha. Na kwa hivyo maombi yanayobadilisha yanaambatana na ahadi za Mungu, yana msingi katika kuegemea katika neno la Mungu. Aliahidi atatenda. For there will be nothing impossible with God. Kuna jambo ambalo litakuwa ni zangu tunapoelekea mwisho. Kisa cha Mariam kinatufundisha ya kwamba tunapaswa ku-replace fear with faith. Na ni pale tu ambapo Mariam aliamua kuweka imani. Akasema, na iwe kama ambavyo neno umesema. Na iwe kama ulivyosema. I have no addition upon that. I have no comment. Usiwe na comment wakati Mungu ambapo anatoa promise. Sema, let it be. Let it be. Kuna wimbo mzuri. Take my life and let it be according to your word. Let it be sacrifice. Na iwe hivyo Bwana alisema atakubariki, na iwe hivyo. Unaamini ya kwamba itakuwa hivyo. Pale ambapo Mariam alikuwa amechagua kuamini, that's verse 38, Luke 1:38. Luka 1:38 anasema, then Mary said, behold the maid servant of the Lord, let it be to me according to your word. And the angel departed from her. Na malaika akaondoka akamwacha. Chagua imani dhidi ya woga. Chagua kuwa na moyo mkweli. Unganisha moyo wako pamoja na maombi yako dhidi ya unafiki katika hypocrisy. Lakini chagua daima kuzungumza na Mungu wako kwa nyakati zozote. That is heartfelt prayers. Pale moyo tu unapojisikia kuzungumza, God please, I feel like ninaona kama ninaogopa kumwendea yule wangu. Ninaona kama najisikia uchovu kwenda kanisani. Please God, come and intervene and give me strength. Nachagua kuamini. Chagua kupanda ngazi hata kama you don't see the other step before you. Auone hatua inayofuata, chagua kukanyaga. Chagua kuinua mguu wako na Bwana atafanya njia hata mahali pasipo njia. Naamini ya kwamba somo hili limekuwa la pekee sana na tumejifunza 3 operations we have to do in our katika uzoefu wetu wa our experience of prayers. Replace formalism with heartfelt prayers. Replace hypocrisy with authenticity. Replace fear with faith. Then the result will be transformative kind of prayers. Now, na napelekea sasa kumaliza kabisa. Tumeimba wimbo Faith is the Victory. Imani ni ushindi. Kwetu sisi wa Kristo, imani ni ushindi. Ukichagua kuamini, unachagua kuwa mshindi. Usipochagua kuamini, unachagua kushinda. Elizabeth alichagua kuamini, alichagua kushinda, akapata mtoto. Mariam alitaka achague kutokuamini, asingepata mtoto. Alichagua kuamini, akapata mtoto. Ukichagua kutokuamini, jirani akachagua kuamini, jirani atapata lile ambalo atapata ushindi. Ukichagua kuogopa kwa ajili ya project iliyo mbele yako na mwingine akachagua kuamini kwa project iliyo mbele yake, atafanikiwa aliyechagua kuamini. Mungu atusaidie, Mungu atubariki sote, na Mungu alibariki neno lake.
Kwa jina la Yesu, amina. Ninaweza nikaomba kwa ajili ya somo hili, na baada ya hapo, ikiwa kuna mtu ana ombi la pekee anatamani tuombee jambo fulani, ni wasaa mzuri kwa dakika 3. Tafadhali unaweza ukaandika ombi hilo na tukaliombea kwa pamoja. Niwakaribishe kwa ajili ya kuandika hayo maombi. Ikiwa una ombi, unatamani Mungu atende jambo fulani, unatamani Mungu akuondolee oga, unatamani Mungu abadilishe uzoefu wako wa maombi, unatamani Mungu abadilishe moyo wako, unatamani Mungu amsaidie mtu fulani, tafadhali ikiwa maombi hilo unaweza ukaandika katika Okay, tuna wanafunzi wanafanya mtihani, tuwaombee. Na mtu mahali fulani mwingine anaomba, anaweza andika kwa ajili ya kutushirikisha wasaa huu wa maombi. Huu ni wakati kwa ajili yako. Ikiwa unaombi, tafadhali unaweza display tukashiriki kwa pamoja. Sijali muda upo, kwa dakika hizi chache 55 tutakuwa tunaomba. Unaombi fulani unatamani kutushirikisha kama timu ya pamoja kwa ajili ya kuombea, unaweza display. Haya, basi tutayaweka maombi yako katika tunaombea our families. Kama tutafanikiwa kulisoma ombi lako, basi jua ya kwamba Mungu amesikia, and there shall be showers of blessing. Tutakuwa na mvua ya baraka. There shall be showers of blessing. Wimbo ambao ninaupenda, na kwa namna ya pekee ninaomba niuimbe moja, kisha nitaomba kwa ajili yenu. Tutamwambia Caroline ana ombi la kipekee, lakini pia ikiwa una ombi bado kuna nafasi, unaweza ka display ombi lako. Wimbo Showers of Blessing ni wimbo namba 195. Nitaimba beti moja na chorus. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Showers of blessing, showers of blessing we need. Mercy drops round us are falling, but for the showers we play. Ninaamini kabisa kila mmoja wetu anahitaji refreshment kwa mioyo ambayo ina thirsty, anahitaji water, anahitaji maji, anahitaji burudiko katika uzoefu wake wa usomaji wa neno la Mungu, uzoefu wake wa maombi. Anatamani kila anapoenda magotini pa Mungu, basi moyo wake upate burudiko. Na kwa namna ya pekee nitamwalika nani atatuombea? Brother Patrick ataomba, na kama nimesema vizuri atatuombea pia, kisha nitamaliza. Karibu Brother Patrick, then ama taomba kwa yale ambayo yametajwa, lakini na mengine kadri wa Mungu kuongoza, kisha nitamaliza. Maombi mafupi tunamaliza. Karibu sana Brother. Tuamini na tuombe. Kristo mwema, uje mbinguni pako, tukiwa na wingi wa shukrani kutuongoza kwa pamoja na sisi. Naomba msamaha wa dhambi zetu, basi tumetenda kinyume na mapenzi yako. Tunaomba msamaha Mfalme, ili ukaweze sikiza maombi yetu jioni ya leo. Tunaomba Baba kwa ajili familia zetu
ambao wako na familia na wale hawana, hao wanaopanga kuingia, wote tunaomba Baba kaweze kutushughulikia zote, Mfalme, katupe amani, katupe upendo, katupe furaha, kwa ajili yote yanawezekana kwako Mfalme. Tunaomba kwa machache tukiamini ya kwamba kuna mengi ambayo tungependa kukuambia, ni imani ya kwamba unayajua, na wewe ni Mungu, utatumizia pamoja na hao tumekuambia, kupitia Kristo tunaomba, tunaamini. Amen. Okay. Mama Ani. Taeni kwa pamoja. Haya, nitaomba. Baba yetu wa mbinguni, asante umekuwa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa ajili ya mibaraka yako, tunakushukuru kwa fursa ya maombi. Jina lako litukuzwe sana, kwa sababu unahitaji kufanya mambo makubwa katika maisha yetu. Tusaidie tuchague kukuamini, ukawe pamoja nasi. Tusaidie wale ambao wanajiandaa kwa ajili ya mitihani katika level mbalimbali, wapatie nguvu, nao wasaidie kuchagua kuamini na kupanga mstari kwa ajili ya baraka zako. Wawezeshe kwa juhudi zao, kabariki juhudi zao. Lakini pia Mungu wetu wa mbinguni, tunamwombea Caroline kwa ombi la kumsaidia na ukamjibu na ukamsaidia achague imani, achague kukuamini dhidi ya mashaka, na umwezeshe kusonga mbele na kumfungulia milango, na ile ambayo umeifungua tayari kwa ajili ya changamoto ama kwa ajili ya shida aliyonao ama kwa ajili ya ombi alilonalo, ukaweze kufungua macho yake na kumuonesha milango mingi ya baraka na yajibu kwa maombi yake. Tubariki sote, na tunatumaini ya kwamba tangu sasa uzoefu wetu wa maombi umebadilika kwa sababu ya yale ambayo tumeyasikia. Tunachagua kukuamini na kwamba uko pamoja nasi. Jina lako litukuzwe, na tumeomba tukiamini kwa jina la Yesu, amina. Mungu awabariki sana sana sana, na nikaribishe viongozi.